Siku ya leo acha nizungumzie nguvu iliyomo ndani yetu, wanafunzi wenzangu na vijana wa taifa. Jina langu ni Emmanuel Nsabimana, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Rwanda tawi la Nyagatare, nikisomea fasihi na Kiingereza pamoja na elimu. Nimesimama mbele yenu leo si kama mtu aliyefanikisha kila kitu, bali ni kama kijana ambaye bado yuko kwenye safari ya kujifunza na kukua kama nyinyi. Ninaamini kwamba kila mmoja wetu hapa anabeba ndani yake nguvu ya pekee ya kufanikisha makubwa. Mara nyingi tunafikiri mafanikio ni kwa wale waliobahatika kuzaliwa kwenye familia tajiri au wenye kipaji cha pekee. Lakini ukweli ni kwamba mafanikio ni matokeo ya kuamini ndani yako, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa. Nelson Mandela aliwahi kusema, kila kitu kinaonekana hakiwezekani mpaka kifanyike. Hii inamaanisha kwamba vizuizi tunavyoviona mara nyingi si vikubwa kuliko ujasiri wetu. Nguvu ya mawazo sahihi. Henry Ford aliwahi kusema, iwapo unafikiri unaweza au huwezi, wote ni kweli. Kauli hii inatufundisha kuwa ushindi au kushindwa huanza akilini. Wakati mwingine mimi mwenyewe nimejikuta nikiwaza, je, kweli nitaweza kumaliza masomo yangu vizuri? Je, elimu yangu itanisaidiaje katika maisha ya baadaye? Lakini nimejifunza kwamba mtu akiamua kufikiri chanya, huona fursa badala ya visingizio. Mfano mzuri ni Thomas Edison. Aliwahi kushindwa zaidi ya mara 1000 kabla ya kuvumbua balbu ya umeme, lakini hakukata tamaa. Alisema, sijashindwa mara 1000. Balbu ilikuwa ni uvumbuzi wenye hatua ya 1000. Hii inatufundisha kuwa kushindwa si mwisho, bali ni daraja la kukufikisha kwenye mafanikio. Nimegundua kitu kimoja katika chuo na maisha kwa ujumla: hakuna mafanikio bila kazi ngumu. Hata wanamichezo wakubwa wanaojulikana duniani hufikia kilele kwa kujitolea na nidhamu ya kila siku. Mfano halisi ni Eliud Kipchoge, bingwa wa maratoni kutoka Kenya. Aliandika historia ya kukimbia maratoni chini ya saa 2. Mafanikio yake hayakutokana na bahati, bali ni nidhamu, mazoezi ya kila siku na kujituma bila kuchoka. Kuna msemo maarufu unaosemeka, kazi ngumu humshinda mwenye kipaji pale kipaji kinaposhindwa kufanya kazi ngumu. Hii inatufundisha kwamba haijalishi una kipaji kikubwa kiasi gani, bila nidhamu na bidii, kipaji chako hakitaleta matunda. Changamoto ni sehemu ya safari. Kila mmoja wetu anakutana na changamoto. Mimi binafsi kama mwanafunzi nimewahi kuona changamoto za ukosefu wa vitabu vya kutosha, vikwazo vya kifedha na wakati mwingine mashaka moyoni. Lakini nimejifunza kuwa changamoto haziletwi kutuangusha, bali kututengeneza na kutuimarisha. Mfano mzuri ni wa Oprah Winfrey. Alizaliwa katika umasikini, alikumbana na mnyanyaso na hata aliambiwa kuwa asingefanikisha kitu kwenye televisheni. Lakini leo hii ndiye mmoja wa wanawake mwenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Alibadilisha maumivu yake kuwa nguvu ya kumuinua juu. Amini katika kusudi lako. Kila mmoja wetu ana zawadi ya kipekee. Wengine mtakuwa walimu, viongozi, wasanii au wajasiriamali. Mimi mwenyewe nimechagua kusomea fasihi na elimu kwa sababu ninaamini kupitia lugha na maandiko tunaweza kubadilisha fikra za jamii na kusaidia kizazi kijacho. Steve Jobs aliwahi kusema, muda wako ni mchache, usiupoteze kwa kuishi maisha ya mtu mwingine. Hii inatufundisha kuishi maisha yenye kusudi bila kujilinganisha na wengine. Kila mtu ana safari yake na kila mtu ana nafasi yake ya kipekee duniani. Ninapomaliza hotuba hii, nataka kila mtu wetu aondoke hapa na mambo matatu ya msingi. La kwanza, amini ndani yako. Hata kama wengine hawakuamini, wewe usikate tamaa. Cha pili,
Fanya kazi kwa bidii. Hatua ndogo ndogo kila siku ndizo hujenga mafanikio makubwa. La tatu, usikate tamaa. Kile kinachoonekana hakiwezekani leo ndicho kitakachowezekana ushuhuda wako kesho. Eleanor Roosevelt alisema, mustakabali unamilikiwa na wale wanaoamini katika uzuri wa ndoto zao. Hivyo basi, ndoto zako ni za mali yako. Ndoto zako ni mali yako. Ziamini, zifanyie kazi na zitalipa matunda siku moja. Asanteni kwa kunisikiliza.